Muislamu hivi sasa ujiandae na wewe tena, usingoje nyama za sadaka tu kupewa siku ya Eid. Mbuzi jiandae kupata hata 100,000 au 200,000 ununue na mbuzi wako uchinje. Usikae kungoje tu msikitini wameletewa nyama na sisi tupate. Na wewe jiandae Muislamu. Unabangaiza kwenye senti za sherehe za harusi au sherehe za mtoto sijui za hivi, unaweza kuweka pesa ukafanya yale, unashindwa kujiwekezea jambo kama hili. Tutaeleza fadhila zake na ubora wake kwa mbele safari insha Allah taala, kabla ya sikukuu ya Eid haijatufikia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunakumbushana masala mbalimbali yanayohusiana na hija au na mirathi, na insha Allah taala leo tutasoma masala yanayohusiana na hija. Kuna nguzo za hija na kuna wajibu wa hija. Katika milango mingine yote ni maana yake moja, lakini katika mlango wa hija ndio kuna utofauti. Mlango wa hija, nguzo ni kitu chengine na wajibatu ni kitu chengine. Kwa hivyo leo insha Allah taala tutaeleza wajibatul haji. Hivyo nyajibu za hija, ukiondoa zile nguzo za hija, nyajibu za hija ziko 3. Ya kwanza ni al-ihramu min al-miqat, kuhirimia kwenye vituo. Kuhirimia kwa maana ya kutia nia ya hija katika vituo maalumu vilivyowekwa na sheria, kwamba hapa utilie nia yako. Al-ihram kwa maana niyatu dukhuli fi haji au umra, ni nia ya kuingia katika ibada ya hija au ya umra. Sasa kwenda kutia nia yako ya kuingia katika ibada ya hija au ya umra katika kituo maalum. Lakini unaporuka na ndege, wale viongozi huwa wanaelekeza kwamba sasa ingieni katika ihram, au mkishuka mtakwenda katika vituo maalum mwanze kutia nia hapo ili kuingia katika ibada ya ihram. Kwa hivyo al-ihram min al-miqat, kuhirimia katika ibada, kuhirimia katika vituo ibada ya hija au ya umra. Wa ramyul jimari, na kurushia vijiwe 3, kurushia kuta 3 ni katika wajibatul haji. Wal halqu, na kunyoa nywele ni katika wajibatul haji. Fahamu ndugu Muislamu kwamba vituo hivi vya hija viko aina mbili. Kuna kituo zamaniyun wa makaniyun. Falmiqatu az-zamaniyu, basi kinachoitwa miqatu zamani binisbati ila al-hajj, kwa upande wa hija, Shawalu, mwezi Shawali ni ule ulioisha juzi, ni katika miqatu zamani. Yani unaweza kutia nia za kwenda hija katika muda huu wa Shawwal. Wa Dhulqaada, na mwezi huu tulionao ni Dhulqaada, uweza kutia nia kwenda hija. Wa 10 layali min Dhulhijja, na masiku 10 yale ya Dhulhijja, kuanzia mwezi unaokuja, mwezi wa mfungo 3, siku ya kwanza mpaka masiku yale 10. Akhiruha, siku yake ya mwisho ya kutia nia hiyo, Lailatan Nahr, ni ile siku ya kumchinja, usiku ule ambao unatoka tuko katika viwanja vya Arafat. Basi ukifika na katika vituo unatia nia ya hija, unaingia katika viwanja vya Arafat, alafu unafuata ibada zingine ala sahihi, tukienda na kauli sahihi. Wa amma al-umratu, ama umra, muda wake wa kutia nia ya umra na kufanya umra, fajamiu sanati, ni mwaka wote mzima, waweza kutia wakati wote nia ya kwenda kufanya ibada ya umra. Wala tukrahu fi waqtin min, hakuna wakati wa umra ambao ni karaha kuhirimia. Wa amma almiqatu almakaniyu, ama vituo vile vya sehemu maalumu vya kuhirimia, wa huwa alladhi dhakarahu Sheikh, na ndivyo alivyovieleza Sheikh. Fa shakhsu imma makkiyun, mtu anaokwenda kuhiji ima atakuwa ni mtu wa Maka pale pale, au ghairuhu, au si mtu wa Maka. Fal makkiyu, yule mkazi wa Maka, almuqimu biha, anayekaa Maka yenyewe pale, sawaun kana min ahliha, sawa ni mtu wa Maka ile ile, au min ghairihim, au maeneo mengine,
Famiqatuhu nafsu Makkah, kituo chake cha kuhirimia hija ni ile Makkah yenyewe. Ala rajihi, tukienda na kaulu arrajih. Waqila, na kuna kauli inayosema Makkah wasairi alharam, ni maeneo ya Makkah na maeneo mengine. Fa ala al-adhhari, tukienda na kauli adhhari, law ahrama min kharij Makkah, kama atahirimia kupitia sehemu nje ya Makkah, walau fil haram, hata kama ni maeneo ya haram kule, faqad asaa, atakuwa amefanya kosa. Wa alayhi damun, na atalazimika faini ya kuchinja, litaaddihi, kwa sababu kavuka mipaka ya kuhirimia. Illa man yaud ilayhi, lakini kama hakurudi na kwenda kuhirimia pale alipoambiwa na sheria haifai. Wa ihramul makki min babi darihi, lakini huyo mtu wa pale Maka, kituo chake cha kuanza kuhirimia ibada ya hija ni kwenye mlango tu wa nyumba yake pale, anapotoka tu katika mlango wa nyumba yake anahirimia hapo hapo ibada ya hija. Afdalu, hiyo ni bora. Wa amma ghairu almuqimi bi Makkah, ama yule ambaye si mkazi wa Makkah, atahirimia sehemu gani? Fa in kana manziluhu baina Makkata wal mawaqiti shar'iyya, kama itakuwa kati ya nyumba yake na Makkah na vituo vile vya kisheria vya kuhirimia viko mbali na yeye huko, famiqatuhu alqarya, kituo chake ni kile kijiji, kituo chake cha kuhirimia ni hicho kijiji. Yani kituo cha kuhirimia kiko nyuma ya unakokaa na Makkah iko mbele, hapo huko katikati, basi wewe utahirimia hapo kwenye kijiji chako, kwenda kufanya ibada ya hija. Allati yaskunuha, ambayo anakaa. Kana manziluhu waraa almawaqit, ama kama nyumba yake na mji wake uliko anakoishi ni nyuma ya vituo vile vya kuhirimia, kwamba kituo hapo kilipo ndani ya ile Makkah, wewe uko nje nchi ile. Famiqatu almiqatu alladhi yamurru alayhi, kituo chake cha kuhirimia ni kile kituo ambacho atakipitia humo ili kufika kwenda kufanya ibada ya hija. Wal mawaqitu, na hivyo vituo almakani, vituo vya sehemu ambavyo vimewekwa na sheria mtu ahirimia hapo, 5 viko vitano. Ahaduha, cha kwanza Dhulhulaifa, chaitwa Dhulhulaifa, leo wanakiita Abaru Ali. Kifika huko wenyewe wanakiita leo, hakitu kama vile zamani alivyokiita bwana Mtume Dhulhulaifa, leo kinaitwa Abaru Ali. Wa huwa miqatu man tawajjaha min almadinati alsharifa, hichi ni kituo kwa yule anayetokea na kuelekea hija kupitia kutokea Madina, ndio kituo chake cha kuhirimia hapa, kinaitwa Dhulhulaifa. Anahirimia hapo, anaingia katika ibada ya hija. Wa huwa ala 10 marahili min Makkah, kuna kambi 10. Wa thani, kituo cha pili, wa huwa miqatu almuwajjihina min ash-Sham, nacho hichi ni kituo cha wale wajao kutokea Sham wa Masr na Misri, wal Maghrib, na kutokea Maghrib, Morocco, Tunisia, Algeria, huko maeneo hayo, wao kituo chao Al-Juhfa, inaitwa Al-Juhfa. Wa thalithu, na kituo cha tatu Yalamlam, wa huwa miqatu, nacho ni kituo ahli al-Yaman, cha watu wa Yemen, kwa kuhirimia ibada hiyo sehemu hiyo na kutia nia na kuanza kuingia katika ibada ya hija. Arabiu, kituo cha 4 Qarnun, kinaitwa hivyo. Wa hadhihi al-arba'a nassa alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, vituo hivi vinne, hiki cha 4 kinachoitwa Qarnun, wa huwa miqatu almuwajjihina min Najd al-Hijaz, ni kituo cha wale wanawajao kuelekea kufanya ibada ya hija wa watu wa Hijaz. Kwa hiyo kituo chao ni hiko. Vituo hivi vinne kavitamka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe kwamba kituo cha hawa ni hapa, kituo cha hawa ni hapa, kituo cha hawa. Kufika hapo tiania ibada hija ili uingie katika ibada ya hija. Wal miqatu al-khamis, kituo cha 5 Dhatu Irqi, kinaitwa Dhatu Irqi, wa huwa miqatu almutawajjihina min al-Iraq. Hiki ni kituo cha wale wanaokuja kutoka Iraq wa Khurasan, na kutoka Khurasan ndio wanahirimia ibada yao ya hija hapo. Wa hadha aidan mansusun alayhi, na hii imetamkwa vile vile kal arba'a, kama ilivyotamkwa hivyo vinne, inda al-aktharina, mbele ya wanaozuoni wengi wameeleza hivyo kwamba na kituo hiki nacho kimetamkwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakila, lakini kuna kauli nyingine sema bijtihadi Umar, hiki kimetamkwa kwa ijtihadi aliyofanya Sayyidina Umar, ndio akakitamka kwamba nacho hiki kituo. Idha arafta hadha,
Baada ya kuelewa haya, faman jawaza miqatahu, atakayevuka kituo chake cha kuhirimia, huwa muridun linnusuk, na yeye anataka kufanya ibada ya hija, wa harama dunahu, akahirimia pahala si hapo, haruma alaihi, alilofanya ni jambo la haramu, walazimahu damun, atalazimika atoe faini ya kuchinja, wa huwa shatun jaza, bani atachinja kondoo, au thaniyatu maz, au atachinja mbuzi, liannahu kana yalzamu liharam min almiqati, kwa sababu yeye alikuwa analazimika ahirimia katika vituo na yeye atakuhirimia sehemu nyingine. Faini hiyo atatoa, atachinja huyo mnyama kwa sababu amekwenda kuhirimia ibada hii pahala si penyewe. Haya, falazimahu bitarkihi damu, talazimika kwa kuacha kuhirimia kwenye kituo, talazimika achinje. Lima ruya an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kufuatia maelezo yaliyopokewa na Ibn Abbas radhi za Allah zende kwao, mawqufan wa marfu'an, ikiwa ni hadithi mawquf ala sahaba, wa marfu'an ila nabii sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, kama mtume amesema, man taraka nusukan fa alayhi dam, atakayeacha ibada atalazimika achinje. Na hii hapa ni ibada ameiacha, atalazimika achinje, sawa taraka al-ihram amdan au nisyana, sawa aliacha kuhirimia hapo kwa makusudi au kwa kusahau. Wayalzamuhu al-audu, atalazimika arudi ila al-miqati, kurudi kwenye vituo, illa li'udhur, kama kuna udhuri haturudi, min khawfi at-tariq, labda kwa usalama, kwa kuhofia njiani kirudi itakuwa tabu, au fauta al-haji au hija itampita, basi atahirimia hapo, alafu apige faini hiyo ya kuchinja nyama. Fa in aada ila al-miqati, kama atarudi katika kituo, basi saqata anhu ad-dam, wajibu wa kuchinja utakuwa umeanguka, bi sharti alla yakuna talabasa binusuki, kwa sharti asiwe ameanza ibada ya hija. Fa in talabasa binusuki, kama ameanza ibada ya hija, lam yasqut anhu ad-dam, haito katika kwake chinjo, litaaddi dhalika nusuki bi ihrami naqis, kwa sababu amefanya makusudi kufanya ibada hiyo, ihram yake ina mapungufu, atalazimika achinje. Nadhani tuishie hapa insha Allah taala. Kesho tutaeleza yaliyo haramu kwa aliyeingia katika ibada ya hija, ni mambo gani ambayo ni haramu kwa aliyeingia ibada ya hija, na hapo baada ya hapo tutaendelea kueleza Muislamu hivi sasa ujiandae na wewe tena, usingoje nyama za sadaka tu kupewa siku ya Eid. Mbuzi jiandae kupata hata 100,000 na 200,000, ununue na mbuzi wako uchinje. Usikae kungoja tu msikitini wameletewa nyama na sisi tupate. Na wewe jiandae Muislamu, unabangaiza kwenye senti za kwa ajili ya sherehe za harusi au sherehe za mtoto sijui za hivi, unaweza kuweka pesa ukafanya yale, unashindwa kujiwekezea jambo kama hili. Tutaeleza fadhila zake na ubora wake kwa mbele safari insha Allah taala, kabla ya siku kuu ya Eid haijatufikia.